Vipi Sam? Mbona umekaa kinyonge sana kama umefiwa? Una shida gani? Ni wiki 2 sasa zimepita tangu mdogo wangu Mona aondoke nyumbani. Tumejitahidi kumtafuta kila mahali lakini hatukufanikiwa kumpata, na mbaya zaidi hata simu yake haipatikani. Kama ana wiki 2 hajarudi nyumbani, hilo sasa ni tatizo. Lakini nyewe wenyewe si mnamjua Mona? Labda atakuwa ameenda kwa shoga zake, au labda atakuwa amepata sponsor wa kula naye bata kwenye hoteli za kifahari. Alex, tafadhali chunga kauli zako. Mona ni dada yangu. Mtu hawezi kupotea wiki 2 bila taarifa, alafu wewe unaleta mzaha. Basi nisamee ndugu yangu. Kwani ratiba ya kwenda kumtafuta leo ikoje? Maana nataka niungane na nyie kwenda kumtafuta. Kwa kweli mimi nimechoka kumtafuta. Yaani hapa nataka nikatoe taarifa polisi ili hili swala la kumtafuta walishughulikie wao. Unataka kwenda polisi? Sam, mbona unataka kukuza mambo? Sasa unataka kuwashirikisha polisi ili iweje? Wewe tulia bwana. Mona atarudi tu. Huenda labda alikuwa anataka apate nafasi ya kukaa mwenyewe ili apumzishe akili yake. Hivi Alex, uko sawa kweli? Yaani ndugu yetu hajulikani alipo alafu wewe unasema atarudi? Sam, hebu tuende polisi sasa hivi. Sawa, lakini kabla tujienda polisi nataka tupitie kwanza nyumbani kwa Alex nikachukue koti langu. Maana nikifanya mchezo hii baridi itaniumiza. Mi naomba tusiende nyumbani kwangu sasa hivi. Maana pako rafu sana. Yaani huwezi amini. Nina wiki ya 2 sasa sijafanya usafi. Kama vipi nitakuletea koti lako kesho? Ni uchafu gani huo unaoficha ambao mimi siujui? Hebu acha utani bwana. Twende nikachukue koti langu tuelekee polisi. Malaika, wewe subiri hapa nyumbani. Mimi na Alex tutaenda pamoja huko polisi. Sawa, twende. Alex, mbona harufu ya marashi ya kiki imetawala humu ndani? Ama kuna mgeni? Hata Mona pia ana marashi yenye harufu kama hiyo. Hiyo ni air freshener mpya nimenunua. Si unajua tena lazima geto linukie vizuri ili hata nikileta mtoto hapa asije akasikia harufu ya jasho. Sam, hebu ona ule mtandio. Ule si ndo mtandio Mona aliyokuwa amejitanda siku aliyopotea? Alex, huo mtandio ni wa nani? Huo mtandio ni wa demu wangu mpya anaitwa Bella. Alikuja jana akausahau. Acha kunidanganya Alex. Kwa sababu huo mtandio mimi ndio nilomnunulia Mona nilipotoka Arusha. Kaka, mbona mitandio kama huo ipo mingi sana hapa mjini? Acha kuniwazia vibaya. Mimi siwezi nikamficha dada yako. Hapana, sikuamini Alex. Kwa sababu harufu ya marashi ninayoyasikia hapa ni ya Mona, na huo mtandio ndo alotoka nao mara ya mwisho nyumbani. Sasa nawezaje kukuamini kwenye mazingira kama hayo? Mbona kama mnataka kunipa kesi kuwa mimi ndo nahusika na kupotea kwa mdogo wenu? Mimi nina uhakika wewe unahusika, kwa sababu vitu vinavyomhusu Mona tumevikuta kwako, na pia haukutaka tuje nyumbani kwako kwa kisingizio kuwa nyumba yako ni chafu, lakini cha ajabu tulivyofika hapa tumekuta nyumba yako ni safi. Jamani, hapa hakuna kitu cha Mona. Mbona hamnielewi? Si nimeshawaambia huo mtandio ni wa Bella. Tafadhali Alex, sitaki ugomvi na wewe. Naomba unionyeshe mdogo wangu alipo kabla hatujaenda kuchukua hatua za kisheria. Alex, niambie ukweli, dada yangu yuko wapi? Kwa sababu haiwezekani wiki 2 haonekani wakati vitu vyake vipo kwako. Basi subiri kaka, nitakuelewesha vizuri. Ongea sasa. Mungu wangu, we Mona, kumbe uko hapa. Yaani umesababisha hadi tumeenda mochari kukutafuta. Kumbe umejificha kwa Alex. Alex, yani wiki nzima tunamtafuta Mona, kumbe wewe umemfungia ndani. Na ulivyo waajabu ukazima na simu yake ili tusimpate kabisa. Hivi una habari baba yake kule kijijini alipandwa na pressure baada ya kusikia binti yake amepotea na amelazwa hospitali hadi muda huu tunavyoongea? Sam ndugu yangu, naomba unisamehe. Tulikuwa tunapanga kuwaambia. Sema tu Mona alitaka apumzike kwanza kwa muda kabla hatujawapa taarifa. Kwa hiyo mtu akipumzika ndio anazima simu wiki nzima? Alafu pia Alex, mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa muda gani? Hivi unapata wapi ujasiri wa kumchukua mdogo wangu na kumchezea kama unavyochezea wanawake wengine? Kaka tafadhali, naomba umwache Alex. Mimi ndiye nilimwambia asitoe taarifa kwa sababu nilikuwa nahitaji muda wa kutosha na yeye. Kwa sababu sisi kwa sasa ni wapenzi. Hivyo naomba mtuache.
tutakuja kupata taarifa rasmi. Hivi Mona, una akili timamu kweli? Unajua Alex ana wanawake wangapi? Hivi unajua tangu tumefika hapa kila tukimuuliza kitu anasema ni cha Bella. Unajua kuwa Alex ana mwanamke mwingine anaitwa Bella? Hamna kaka, Bella sio mpenzi wangu, ila nilikuwa namtaja ili msiendelee kunichunguza, na ukweli ni kwamba sina mwanamke mwingine zaidi ya Mona. Alex, katika kosa ambalo siwezi kusamehe ni wewe kumfanya mdogo wangu kuwa mpenzi wako, na ninakuahidi utalipia kwa hili kosa ulilofanya. Lakini Sam, kwani kuna shida mdogo wako akiwa mpenzi wangu? Ni swali gani hilo la kijinga unaniuliza? Kwani huoni kuwa dada yangu ni kama dada yako? Mona sio dada yangu, kwa sababu sijazaliwa naye tumbo moja. Kwanza Sam, unanishangaza sana. Yaani wewe ukichezea dada za watu na kuwaacha unaona ni sawa, lakini dada yako akiguswa tu kidogo unatoa mlio. Sasa kwani wale ni dada zako? Hata kama sio dada zangu, ila nataka utambue kuwa hata hao wenye dada zao wanaumia hivyo hivyo kama wewe unavyoumia. Alex, ina maana na wewe ulikuwa unachezea wanawake wengine? Hayo yalikuwa mambo ya ujana, lakini sasa hivi nimeacha. Alex, funga mdomo wako. Na wewe Mona, beba kila kilicho chako tuondoke. Siendi popote, yaani hapa ndo nimeshafika na siondoki mpaka kieleweke. Lazima tuondoke wote. Unakaaje kwa mtu ambaye hata mahari hajakulipia? Achana naye bwana. Na wewe Alex, omba Mungu usikutane na mimi kwenye anga zangu, maana kitu nitachokufanyia hutokaa unisahau kwenye maisha yako. Siombi Mungu na huna chochote cha kunifanya. Kwanza toka nyumbani kwangu.